Man of the match. Man of the match. Man of the match. Narudia tena Kiswahili. Kiswahili ni lugha yetu. Kuongea Kiingereza mimi siwezi. Sababu mimi sijasoma. Mimi mzalamu sijasoma elimu yoyote. Mzalamu sina elimu yoyote ambayo nilosoma hapa. Man of the match. Man of the match. Okay? Tuko kamili? Tuko okay? Tuko poa? Man of the match. Kwa kweli, kwanza niseme mashabiki wa Simba, ongeleni sana. Ongeleni sana vile vile, kwanza mumshukuru Mwenyezi Mungu yule ambaye leo alokosa goli ndio man of the match. Sababu yule jamaa angeweka. Yule jamaa mpongeze sana. Yule aliambiwa, akaambiwa baba paisha, weka juu. Umeelewa? Yule angeshusha chini, hao watu wangekimbia wote. Lakini kikubwa kwamba yule jamaa tumpe man of the match, ndio mchezaji ambaye ameonyesha uwezo mkubwa, ili tusiwatie masikitiko mengi zaidi. Umeelewa? Lakini avoenda akasema baba nisaidie. Unajua siku zote mkubwa atabaki kuwa mkubwa. Sisi jana walitucheka sana. Wakaanza sijui Shadrack Kiboka, sijui nikampa mtu, sijui kafanyeje kampa nini, sijui amekonyezana nini. Sisi tukasemaje sawa. Umeona malipo siku zote malipo hapa duniani. Tumeona wenyewe. Umeona kitu watu wamechukua wameweka pwa, wamening'inia naye la kwanza. Watakazungumza tena leo kachukua akaweka pwa. Shughuli imeisha. Tukaenda kwenye matuta, Mungu siasimani, tuta alina mwenyewe. Cristiano Ronaldo mwenyewe anakosaga. Wamepaisha juu. Kwa hiyo niwaambie siku zote usimtukane mambo kabla hujavuka mto. Simba alikuwa anawatukana. Ametutukana sana, mimi sikufichi bro, na kwa pia mbele ya Mwenyezi Mungu ndio muanishi. Nia yangu nipitilize nende nyumbani kwangu moja kwa moja, lakini kwamba nimeona masikitiko jana, nimeona kwa ule jamaa moja tu Kisugu kaja pale kuongea maneno mabovu sana kwamba Yanga si chochote si lolote, sisi tumevuka mto tumekuja hapa. Nikamwambia sawa, haina shida, sisi tumemalizwa hapa, si moja haina shughuli, safi, haina shida. Tukasema mimi nikapanda boti ya saa 5 na ndugu zangu, nikasema leo siondoki sehemu aina yote nyumbani, leo lazima nije kushuhudia mtanange wa hapa. Kipindi cha kwanza chwala kwanza watu wanafurahia tu, agara safi, sisi kama kaenda wala haina noma. Tukasema jamani, unajua Mungu naye ana kwake. Mwenyezi Mungu siku zote mkubwa atabaki kwa mkubwa. Huwezi kumsimanga mtu hata kama mtoto sio wako, usimsimange. Mtoto sio wako, usiweze kumpa maneno mengi. Tukasema inshallah kipindi cha pili au ni ya pili tu kaingia jamaa moja, ule jamaa si bwana, sema dada zangu wote wazee, najua rafiki yangu. Jamani, yule mtoto anajua namba 7, anajua Messi akasome. Yule anafanya Aguero. Yaani yule na Aguero baba mmoja mama mmoja. Yule namba 7 na Aguero baba mmoja mama mmoja. Yule mtoto hatari. Yule mtoto ni shida. Yule mtoto ni full. Akasema sawa, haina shida. Akaituliza kwanza, kama Kalemba wameenda wote wamemwagika. Kajibu akatisha tena, akamwambia golikipa nani, uko sehemu gani? Akasema kabla mdogo wangu mimi niko sehemu. Akasema sawa, fuata, ukifuata njoo chukue 5000. Chuma ikaenda waponi. Umeelewa? Kwa hiyo sisi mechi ya leo kwanza, sisi wana Yanga wote sisi kwanza tumefurahi siku ya leo. Siku ya leo tumefurahi, tuna sherehe nzuri. Umeelewa? Tunajua majumbani kwetu sehemu sahihi, tunalizika matokeo ambayo tunapata leo. Sisi tumekuja hapa kiunafuta, tunataka maki si leo lini ushakuja kuangalia Simba si vile lini, kwa sababu mechi yangu mwisho ilikuwa 2014 2012 ambaye Simba cheza TP Mazembe. Ile mechi Simba alishinda goli 3-2. Umeelewa? Alikuwa kipindi kwa Bwana Samata, nikasema hii mechi lazima nikaishuhudie, nikaiangalie vipi, lakini matokeo yao yamenifurahisha. Leo man of the match ni mchezaji ambaye aliokosa goli penalty. Yule man of the match kwanza, Simba mbona mpige makofi jamani? Mpongezeni jamani, alikosa penalty, mpongezeni jamani Simba, mpongezeni. Jamaa alopiga penalty anajua ajui ndio maana akakosa. Akakosa. Umeumia kwa upande wako, umefurahi ile penalty. Sijui utajua wewe, lakini mimi najua kwamba niko pia. Kwa hiyo jamani, katika maisha usimnyanyase mtoto. Muangalie, je, mtoto yuko kwenye walisia fulani. Lakini kikweli Yanga, kikweli sikufichi ni mwandishi. Yanga tuna mtihani mkubwa. Yanga mtihani ambao tulikuwa naye tumekosa. Mtihani ambao tulikuwa nao sisi ni mkubwa. Alafu siku zote Mwenyezi Mungu analipiza pale. Umeona jana Boka jana alichoa mistake kidogo, alipata mistake ya bahati mbaya. Umeelewa? Lakini wao wenyewe wakamsema maneno kibao, lakini mwenyewe Mungu leo kaonyesha. Kwa hiyo usiseme kwamba fulani alikosea naye kafanya. Unajua wachezaji kuna kipindi wanakuwa hawapo kwenye
mchezoni. Kwa hiyo mimi niseme kwamba siku ya leo kwanza nimefurahi na nyumbani kwa furaha, nyumbani kwangu najiridhisha vizuri na